Sasa wewe kasikia unanichukuliaje mimi? Mimi nishakumbana na majini, nishakaa na mashetani na ya kutisha kabisa. Nishaishi nayo. Sasa nije niogope kidudu mtu kama hicho mwanangu? We vipi? Yaani usikii mimi naogopa majini. Yaani shetani mwenyewe hata kwenye mkono wangu hapa inei. Hapa naletea mamchezo mimi. Aje sasa yule shetani mwenyewe kigalagoti mdogo inamweka mkononi tu amnyapo. Sasa unatetemeka nini mwanangu kama unataka kujikojolea? Shida nini mwanangu? Sasa huyu anakimbia nini huyu? Sasa kwamba mimi natisha au niko vipi, yani ananichukulia aje huyu? Natisha. Yaani huyu bwana huyu. Anatisha. Didi. Nimekufa, nimeanguka nikafa, nimekufa. Huh? Karibu Peter. Habari ya sasa mheshimiwa. Ni nzuri. Karibu kwenye kiti. Asante mheshimiwa. Nikusaidie nini? Mimi shida yangu mtendaji, siku kadhaa zilizopita nilikuwa na uhitaji wa fundi ujenzi. Nikaweka tangazo. Baada ya tangazo lile akatokea bwana mmoja akasema kwamba yeye ni mtaalamu wa masuala hayo ya ujenzi. Sasa kwa kuwa nilikuwa na uhitaji wa fundi, nikamwamini kutokana na maneno yake. Tukakubaliana, tukaandikiana mkataba. Nikamkabidhi kazi. Kazi akaianza. Baada ya kurudi kuikagua kazi, kwa kweli mheshimiwa sikulizika nayo. Nikamwambia abomoe aanze upya, akakubali. Lakini tangu siku hiyo sijamuona tena. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba msaada juu ya hili. Anaitwa nani huyo mtu? Jina lake anaitwa Petekavu mheshimiwa. Karatasi za mkataba huo unazo hapo? Ndiyo ninazo. Nipatie. Unapajua anapoishi huyu mtu? Hapana. Ila alinielekeza kuwa anaishi kitongoji cha Majengo karibu na shule ya msingi Kagwira. Sawa, wewe nenda. Ila hizi karatasi zinabaki hapa. Kesho asubuhi saa 2 wewe njoo. Taratibu zingine zitafuata. Sawa mheshimiwa. Uwe na kazi njema. Halo. Afande, nakuhitaji ofisini. Fanya haraka uje, kuna kazi ya kufanya. Haya. Anko Bonge.
Mjomba, nipo huku. Kumbe uko msalani. Mjomba, si unajua? Vipi lakini mjomba? Ndio. Tupo. Asante. Sawa, ngoja nichukue kiti tukae kidogo. Tukae tu hapo. Tupo mjomba. Ndio mjomba. Habari za nyumbani? Za nyumbani ni nzuri mjomba. Sijui za hapa. Za hapa ni nzuri mjomba. Ila nimekuita hapa ili tuzungumze mawili matatu. Maana kama unavyojua mimi ndo mjomba wenu wa pekee. Na ndo mzazi wenu niliyebakia. Kwa hiyo napoona kuna mambo hayako sawa kati yenu, ni jukumu langu mimi mjomba wenu kupambana kuwaweka sawa. Kuna taarifa nimezipata kwa jirani zenu na watu baadhi kwamba wewe na Shifo hamna maelewano kabisa. Hasa sijui hizi taarifa zina ukweli ndani yake. Kiukweli mjomba, hicho ulichokisikia ni kweli kabisa. Mimi na kakaangu Shifo hatuna maelewano kabisa. Sasa mimi kama mjomba wenu, mzazi niliyebakia, siwezi kuwa na amani hali ya kwamba naona migogoro kati yenu. Natamani nijue chanzo cha hiyo migogoro ni nini. Yaani mjomba, kama unavyojua, wazazi wetu waliofariki walituachia mali kadha wa kadha. Lakini cha kushangaza kakaangu Shifo anataka kuzichukua mali zote yeye mwenyewe peke yake. Na hicho ndio chanzo cha mimi na yeye kuwa tuelewani kabisa. Anataka kuzichukua yeye peke yake? Ndiyo uncle. Shifo mpuuzi kweli kweli. Kwa maana hiyo anataka akudhulumu. Ndio hivyo mjomba, wala hakuna kingine. Hivi huyu Shifo anijui vizuri. Ina maana anataka akudhulumu mali na wakati mimi mjomba wenu bado nipo. Huyu atakuwa ameshaanza kuvuta bangi. Na kama sio kuvuta bangi, basi atakuwa amerogwa. Sema tu mjomba, wewe usiwe na wasiwasi. Hili swala nitalifanyia kazi na litakwisha, mtakuwa sawa. Sawa mjomba. Kusema kweli kama hili swala likikaa sawa, nitashukuru sana maana kakaangu simuelewi kabisa. Sawa mjomba, wala usiwe na shida. Kwa sababu hili swala limeshafika mikononi mwangu, mimi nitalifanyia kazi na uwe na amani kabisa, kwa sababu mimi ni mjomba wenu na ninapenda amani kwa kila mmoja. Na kila mmoja atapata haki yake. Nitalisimamia mimi hilo kama mzazi wenu. Sawa mjomba. Mimi nafikiri nikuache niende nikafanye shughuli zingine nyumbani. Sawa mjomba. Mimi nipo. Karibu tena bwana. Okay, sawa mjomba. Ama kweli vita ya panzi ni furaha ya kunguru. Sasa acha panzi wanyumbulike, kunguru kwa mbali napita nao.
karanga nitakunywa, ningepika miaka 20. Hivi sasa 19, sijui nimepakwa nini. Kuna mtu anambeza, lakini kwangu siamini. Sio kwamba najua sana, ya kwamba magongo ni nini. Ananitoa Akagongo nakapenda mimi. Hapa nalala naye usiku mzima, sawa? Asikwambia mtoto tu gongo ta. Gongo mwingine gongo ta. Age wewe gongo ta. Gongo ta. Oh, baba, mbona mashuka amefumaniwa nini? Gongo ta. Azinambia mtoto tu gongo ta. Gongo ta. Samani ya utu iko wapi? Mbona kila kukicha inazidi kwisha? Aife. Najua bana. Huyu jamaa anibana na hela huyo. Ananiambia nirudishie uzi kwenye hichi kiatu. Yaani kuna majitu yana hela hapa duniani, watu wamebarikiwa sana. Kitu chenyewe kizima. Hapa sasa mfanye kitu kimoja hapa. Maana ile bonge la dili. Niende zangu hapo dukani nikachukue uzi, nikakope uzi kwa msikaji pale Jumane pale. Alafu atamlipa mwakani. Kwani inakuwa vipi hapo? Namlipa hata mwakani Mungu akipenda. Ngoja nikachukue kwanza nani. Ngoja nikachukue simu yangu. Shikamo. Dogo, mimi ni afande. Nimeagizwa na afisa mtendaji wa kijiji. Unahitajika ofisini haraka sana. Ofisini tena? Kwani mimi nimefanyeje? Hata wewe unanikamataje? Una kitambulisho au wewe ni jambazi mwanangu? Dogo, mimi ni afande, sawa? Nikuonyeshe kitambulisho changu. Hiki hapa. Sasa hivi uko chini ya ulinzi. Hata mimi nimefanya. Twende ofisini. Dogo, twende ofisini. Hata mimi nimefanya nini jamani? Mimi nimefanya nini? Kashkai sinakuita. Kashkai. Vipi blaza? Mbona kama upo sawa? Alafu jana ulala wapi? Maana nimeamka asubuhi na shangaa sikuoni. Alafu mlango ulifungwa kwa ndani. Ulitokaje? Wewe, naomba unisikilize kwa umakini. Na unisikilize ya kuingia kabisa. Naomba toa miguu yako, ingia ndani. Kusanya kila kilicho chako. Ondoka. Sitaki kukuona tena. Nadhani utakuwa umenielewa. Blaza, mbona kama sikuelewi? Kuna shida gani? Nimesema kusanya kilicho chako, ondoka. Lakini blaza, kama kuna tatizo tuongee tu yaishe. Hili swala halina mjadala.
Nimesema ondoka, sikutaki. Na kuanzia hii leo mimi si kaka yako tena. Mtoto mdogo umejaa ushirikina. Hivi wewe ndio kunilaza makaburini mimi? Nimesema ondoka, mwisho wa siku usije kuniua. Yaani kaka, mimi sikuelewi kabisa. Unasema mimi nitoke hapa niende wapi? Na wakati unajua kabisa hapa ndo nyumbani kwa wazazi wetu. Na hizi nyumba ni za kwetu wote. Sasa mimi nitoke niende wapi? Unasemaje wewe? Yaani mtoto mdogo niliyokubeba mgongoni, leo hii unanisimikia kwamba hautaki kuondoka. Sasa utake ustake, umndani utaondoka. Yaani brother, mimi nakuheshimu sana. Ila kwa hapo ulipofikia umevuka mipaka. Kama umeshindwa kuishi na mimi hapa nyumbani, ondoka wewe. Ona natenganisha ndugu waliopendana. Oh bilasi, waliheshimiana, leo wanazalauliana. Oh bilasi, wanagombania utajiri walioacha baba na mama. Oh bilasi, wanaumiza vichwa kutafuta njia za kuwana. Oh bilasi, mila